Tuelekee kaunti ya Trans Nzoia ambapo siku moja tu baada ya kuachiliwa kwa dhamana kwa gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya na kuamriwa kutofika afisini mwake kwa siku 60, baadhi ya wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanadai amri hiyo huenda ikaathiri pakubwa utendakazi wa afisi ya gavana wa kaunti hiyo. Anatujuza mengi Peter Nyongesa. Wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanadai amri ya mahakama ya kumzuia gavana George Natembeya kutofika afisini mwake kwa siku 60 italemaza shughuli nyingi muhimu za kaunti, wakitoa wito kwa mahakama kuangazia tena amri hiyo ili kumpa gavana huyo nafasi ya kuendeleza majukumu yake. Juzi mliona kwa vyombo za mitandao gavana wetu akitishiwa kwamba haitafika mwisho wa huu mwaka kama yeye ameshakuwa impeach. Na tumeona hata ijapita karibu mwezi mmoja gavana amekuja ameshikwa hapa, ameshikwa kama jambazi, mtu ambaye amechaguliwa na viongozi wote wa Trans Nzoia, mtu ambaye amechaguliwa na jamii zote za Trans Nzoia, kwa sababu gavana wetu alipewa kura na jamii zote za hapa Trans Nzoia. Hakuna jamii yenye haikumpatia kura. Na sisi tumeishi kwa amani sana kwa huu muda wote. Waluya na Wakalenjin wenye wako hapa hivi Trans Nzoia na Wakikuyu na makabila zingine zote zenye ziko hapa, sisi tumekuwa tukiona tukiishi kwa amani. Lakini hii serikali tunaona mkuu mnaendelea na style yenye mnataka kutupeleka hivi. Mnataka kuleta sasa jamii zote za Trans Nzoia zianze kupigana. Baadhi ya vijana katika kaunti ya Trans Nzoia wameonekana kuwakashifu baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakiendeleza ajenda ya kumtimua gavana Natembeya mamlakani, wakisema chuma chao kimotoni. Siku 60 kuwa nje ya ofisi. So mimi najiuliza ni nani ataendeleza zile projects ambazo alikuwa anaendelesha. So I want to call upon wale pia majudges, wakati unapea mtu ruling, angalia pia usikuwe tu unapeana kwa sababu umepewa instructions za kupeana. So tunaomba pia wale judge wa mahakama wakati wanapeana zile rulings, next time pia wajaribu. So 60 days kuna stadium ilikuwa inajengwa pale. Kuna hospitali ambayo ni ya Tomboya kina mama ya kujifungua ilikuwa inamaliziwa. Kuna hospitali Lifaro pia ilikuwa inamaliziwa, kuna miradi za kusaidia wamama kujifungua na kila aina. Umemshauri gavana Natembeya kutoelekeza msimamo wake wa kuikosoa uongozi mbovu wa serikali ya Kenya Kwanza. Trans Nzoia hatutaki mtu mwenye anafanya kazi na bidii. Kwa hii muda kidogo hii vitu yenye ukiona gavana amefanya ni kubwa sana. Sasa hata kotini akiamua atakae nje siku 60. Gavana amejenga hospitali Tomboya. Na alituahidi ukienda kujifungua pale unafanywa massage. Ukimaliza kujifungua unapewa supu unakunywa. Mimi sasa nashangaa. Hii yangu hii nikienda kujifungua kwenda fanywa massage kweli? Sababu ametolewa nje ya ofisi ni siku 60 asikanyage ofisi. Jameni, hata kama ni jaji waliamua hiyo uamuzi ijatufurahisha sisi kama wakaji wa Trans Nzoia. Nikiripotia West TV kutoka Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, naitwa Peter Nyongesa.